mtangazaji, kwa kipindi hiki cha leo cha faida kitawaweka wazi sasa kwamba kwa wasikilizaji wanaosikiliza Tabora FM waweze kutambua kwamba hizi elimu jumuishi ambazo tumekuwa tukizungumza muda mrefu, mambo ya elimu jumuishi yana faida gani kwa ngazi ya taifa na ngazi ya jamii. Kwa hiyo leo tutaangazia kuzungumzia umuhimu wa hii elimu jumuishi sasa kwa ngazi ya jamii, yani kwa wanajamii wenyewe na ngazi ya taifa. Sawa. Kiujumla. Okay, sawa. Tumesikia vyema sana na kwa sasa tusikie au tuifahamu maana ya elimu jumuishi. Mahona. Asante sana ndugu mtangazaji, lakini pia msikilizaji ambaye ameambatana nasi kwa muda huu mpaka pale ambapo tutakapofikia ukomo. Nadhani hii ni kama tunarudia. Yes, kila wakati tulipokuja tumetoa maana, lakini pia tunasema kwamba ni desturi pale ambapo mnapokuwa mnalenga kuzungumzia mada fulani, hata kama mlishaizungumza lazima mjikumbushie ili kuenenda sawa wote. Ndio. Lakini sasa tunapokuwa tunazungumzia elimu jumuishi, tunasema elimu jumuishi ni nini? Elimu jumuishi ni mfumo wa elimu unaolenga kuwahusisha wanafunzi wote, wakiwemo wanafunzi wenye ulemavu au wenye uhitaji maalum na wanafunzi wa kawaida au ambao hawana ulemavu wa aina yoyote, kuwaweka pamoja katika muktadha wa kielimu au kimasomo. Hapa naweza nikazungumza kwamba tunapokuwa tunazungumza kwamba wanafunzi au watoto wale ambao hawana ulemavu wa aina yote, na hao watoto au wanafunzi ambao tayari sasa wana uhitaji au ni walemavu wa aina fulani ya ulemavu, tunawaweka pamoja. Tukiwaweka pamoja, tunawafundisha pamoja, wanasoma pamoja. Sasa hiyo ndio unakuja kupata maana halisi ya neno elimu jumuishi. Kwa nini sasa tumekuwa na sera nyingi, lakini pia sisi pia tumekuwa tukipiga kelele katika jamii, kitaifa, tukisisitiza sana kwamba elimu jumuishi inahitajika. Ingawaje kuna vituo ambavyo vinahusisha tu hawa watoto wenye ulemavu wanakuwa peke yao, lakini pia kuna shule ambazo yawezekana ni za serikali au ni za private, shule binafsi, zinakuwa zina wanafunzi tu ambao hawana aina yote ya ulemavu. Itimisi kwamba kwa lugha nyepesi ni wanafunzi wa kawaida. Kwa nini sasa? Ingawaje hivyo vyote vipo vituo vya hawa watu ambao wana mahitaji au watoto wenye mahitaji na hawa wanafunzi au watoto ambao hawana aina yote ya uhitaji, kwa nini tumekuwa tukipiga kelele sana kutaka kuwaweka pamoja, ingawaje hata huko wanapata kila ambacho wanatakiwa kukipata? Ina umuhimu mkubwa sana kama ambavyo ametangulia kutaja Mr. Yefta kwamba leo tutaenda kuzungumzia katika ngazi tofauti. Kwanza kabisa tutazungumza katika ngazi ya kitaifa, afuzeni tutakuja kuangazia ngazi ya kijamii. Nikianza moja kwa moja kabisa kwa ngazi ya kitaifa, ambayo serikali yetu kwa bahati nzuri nao pia imeliona hili, imekuwa pia ikipiga kelele sana, imekuwa ikitoa, tuseme kwamba ikitekeleza sera mbalimbali ambazo zipo, kwa sababu hizi sera sio kwamba zimeanza leo au zimeanza miaka hivi karibuni, zimeanza miaka ya zamani sana. Lakini utekelezaji ndio haukuwepo. Lakini sasa hivi tunaishukuru pia serikali yetu kwa sababu imekuwa pia ikitoa kipaumbele sana na ikihamasisha, imekuwa kipaumbele kuhakikisha kwamba elimu jumuishi basi inakuwa, au tuseme kwamba tunaweka pamoja hawa watoto ambao wana uhitaji na hawa watoto ambao hawana uhitaji. Ni kwa nini sasa imekuwa ikihitaji zaidi? Ni kwa nini serikali imekuwa ikipiga vita sana hawa watoto kuwaweka peke yao na kutaka kuwajumuisha na watoto wenzao ambao hawana ulemavu wa aina yote ile? Sawa. Kwanza kabisa ni kujenga jamii yenye usawa.
ni kujenga jamii yenye usawa. Pale ambapo tunapokuwa tunasema kwamba hawa watoto ambao wanakuwa wana ulemavu wanakuwa wapo kwenye kituo chao binafsi au wapo tuseme kwamba sehemu yao binafsi ambao wamejitenga tu, wala ambao wanakuwa wana ulemavu wa aina fulani. Na huku pia kuna shule ambako ukienda pale shuleni unakuta basi ni watoto tu ambao hawana aina yote ya ulemavu. It means kwamba wapo kawaida, wapo normal. Ndio. Kuna kuwa ukiangalia kwa jicho la kitaalamu ni kama hawa watu tunaweka kwamba hampo sawa. Tunaonyesha kwamba nyinyi na hawa mpo tofauti. Ndio maana nyinyi tumewaweka huku na hawa tumewaweka huku. Sasa hiyo notion ambayo imejengeka tayari sasa kwenye jamii, yawezekana sisi wenyewe au sera pia ambazo zilikuwepo mwanzo ndio zilisababisha pia hata jamii ndio iweze kuwa na mitazamo hii. Lakini kupitia hizo sera, hiyo mitazamo, serikali hii tena imekuja imeona kwamba kunahitajika usawa. Sawa. Ndio maana hawa watoto sasa tunakuja kufanya nini? Kuwaweka pamoja ili kusudi ile elimu ambayo wanakuwa wanaipata, yale mafundisho ambao wanakuwa wanayapata, ile interaction, mwingiliano, basi kila mmoja aweze kutambua umuhimu na nafasi ya kila mtoto au ya kila mwenzake anapokuwa anamuona. Leo hii bwana Beni, tunaweza tunazungumza kwamba tuchukulie mfano ile pale shule inaitwaje, St. Teresia au Mihayo pale. Sawa? Simejitenga yenyewe ni wanafunzi normal. Ndio. Yes. Tuje labda tuwachukue na hapa Kiziwi. Ndio. Tuwapeleke pale. Kwanza wakishafika tu ule mtazamo wa wanafunzi, let's say wale wanafunzi wa Mihayo wanakuja hapa labda Kiziwi. Watakavyokuja, yani watakuja kana kwamba wanaenda official. Yani wanakuja kuwaona kwa mtazamo ambao sio kabisa ambao tunaweza toka wachukua Mihayo tukapeleka pale nani St. Teresia hapa. Ndio. Ni tofauti kabisa. Kwa nini? Wanakuwa wanaona kwamba hawa wapo tofauti na wenzetu. Ndio. Kwa hiyo sasa hiyo notion na huo mtazamo tunatakiwa sisi kutoa. Ndio maana serikali inakuwa ikipiga sana vita kuhusiana na, ingawaje zipo stream, zipo vituo mbalimbali, zipo unit mbalimbali ambao zinakuwa zinatekeleza mahitaji hawa watoto wenye uhitaji, lakini bado tunahitaji kuwaweka pamoja ili kutoa mitazamo hasi katika jamii yetu. Sawa. Unaona? Lakini pia swala nyingine ni tuseme kwamba ni kuongeza ufanisi katika ngazi ya kitaifa. Sawa. Kwa nini nasema ufanisi? Kuna utofauti wa ufundishaji tunapokuwa tunamfundisha mwanafunzi wa kawaida na darasa jumuishi. Ndio. Kwa sababu darasa jumuishi lina watoto wa aina tofauti ya ulemavu. Kwa hiyo inahitajika teknolojia ya ziada, zinahitajika mbinu za ziada za ufundishaji ili pia na wale ambao wana uhitaji waweze kuenenda sawa, waweze kuelewa. Sawa. Sasa ufanisi huu unakujaje? Ina maana hata hawa watoto ambao wapo kawaida hawana ulemavu wa aina yote ile wananufaika pia kutoka kwenye ile teknolojia ambayo inakuwa inatumika. Let's say tunaamini kwamba aina fulani ya ulemavu inahitaji tutumie labda visual aid, labda vitu ambavyo vinaonekana, yawezekana labda ni diagram, yawezekana ni chati, yawezekana ni michoro, ni nini. Ina maana wale wanahitaji vitu practically, sio theoretically. Ina maana vitu wao wanaviona ili kwao iwe ni virahisi kufanya nini, kuweza kuelewa. Sawa. Sasa hii hapa pia inaweza kumrahisishia hata huyu mwanafunzi ambaye hana ulemavu, anakuwa na gain knowledge zaidi na zaidi. Kwa hiyo tunaweza kujikuta kwamba kwenye swala la elimu mwanafunzi au watoto wanaendelea kupata ufanisi wa hali ya juu, wanaendelea kuwa wafanisi tena. Kwa hiyo itimisi kwamba tunaendelea kuwafanya hawa watoto wanaendelea kupata knowledge maradufu katika ile knowledge ambao wanakuwa wanajifunza darasani au katika maarifa ambayo wanakuwa wanaelekezwa darasani. Basi wote hao kwa pamoja wanajikuta kwamba katika kitengo cha elimu, katika ngazi ya elimu,
basi tunakuwa na watu ambao wapo competent zaidi na jinsi ambavyo wangefundishwa wao tu wenyewe. Lakini pia nyingine ninasema kwamba ni kupunguza unyanyapaaji na ubaguzi. Katika mazingira tofauti tofauti pia katika taifa letu la Tanzania, jamii na taifa zima kwa ujumla, maeneo mbalimbali zimekuwa na mitazamo hasi na kuhusiana na hawa watoto ambao wanakuwa na ulemavu wa aina yoyote ile ambayo tunaweza kuwa tunaizungumza. Kwa mfano, mtoto ambaye eza anakuwa haoni, hasikii, unaona, tunakuwa tukiwanyanyapaa kulingana na uhitaji wao. Tunawanyanyapaa kulingana na jinsi ambavyo yeye anahitaji. Eza labda mtu hasikii, haoni, totally kabisa, unakuta mtu anaenda pale, ona hiki, yani anakuwa ana vitu kulingana na ulemavu wake, labda asiaoni, anakuwa anamwambia fulani, leo inaonekana ni siku nzuri kweli, au labda nimekutana kitu kinapendeza kweli, hebu ona kile. Kwa anakuwa na vitendo fulani ambavyo vinakuwa vinamfanya huyu mtoto au huyu mtu ambaye anakuwa ana aina fulani ya ulemavu, anaanza kujihisi kama vile, mbona kama mimi Mungu kuwa hivi nilivyo kama alikosea. Kulingana na nini? Kulingana na watu ambao wanakuwa wanamzunguka, wanakuwa wanamnyanyapaa, wanakuwa wanamnyanyasa. Ndio ile siku moja tulikuwa tunazungumza, unakuta wengine kabisa, leo hii tulikuwa tunazungumza kwa ngazi ya mtu binafsi kwamba wasiwafungie ndani sawa watoto wale ambao wanakuwa na uhitaji. Lakini pia hata taifa, hata katika ngazi ya taifa, kuwaweka watoto wenye ulemavu kwenye unit yao tu tofauti kabisa, wakatengwa pia, ni kama vile pia tumewafungia. Si unanielewa hapo Ben? Yaani tunakuwa kama vile pia nao tumewafungia kwenye kanyumba kao, kwamba watu wakitaka kwenda kuwaona basi wanaenda siku maalum kwenda kuwatembelea, kana kwamba wenyewe wapo special sana tofauti na wenzao. Kwa sio kwamba hawa watoto wenye ulemavu wanakuwa hawayasikii au wanakuwa hawayaoni, na wala wanakuwa hawayafikiria haya. Wanakuwa wanayafikiria sana kabisa. Sawa. Na wanakuwa wanaona, kwa nini sisi? Kwa nini tumewekwa huku tunaishi wenyewe tu? Wakitaka kwenda labda sehemu fulani, wanaenda na uangalizi mzito. Sawa. Wapo, yani watu wanawaangalia. Au labda hawaruhusiwi kutoka, ila nyie ndio mnaruhusiwa kwenda pale kwenda kuwaona. Kwa hiyo tukiliangalia kwa jicho la kitaalamu na kwa jicho la ndani zaidi, tunakuja kuona kwamba pia hawa watoto tunakuwa kama vile tumewafungia. Lakini tukiwaruhusu wakija huku kwenye inclusive, kwenye elimu jumuishi, tunawaachia, yani ni kana kwamba wapo huru kufanya jambo lolote lile, wapo huru kuchangamana na wenzao, wapo huru kucheza na wenzao, wapo huru, yani wapo huru katika kila namna ambao wanaweza wakajihisi kufanya jambo, basi wanaweza wakafanya. Sawa. Unaona? Ndio. Maana ni nimekusikiliza vizuri namna ambavyo umeanza kuizungumzia ngazi ya taifa vizuri. Dio. Na zipo faida ambazo umezitaja pamoja na kuondoa unyanyasaji na kuendelea kuwafanya na wenyewe watu ambao wana mahitaji maalum kuwa miongoni mwa jamii ambayo na wenyewe wana furaha kama ulivyogusia hapa. Sasa swali langu ni moja, kwamba baada ya kusikiliza vizuri pia umesema namna ya kuwaweka sehemu moja watu ambao wana ulemavu mbalimbali, labda kama viziwi hapa, ni njia moja hapo ya kuonesha kama tunawatenga hivi. Je, unaiona kuna haja sasa ya kuziondoa shule hizi ambazo zinaweka pamoja watoto au watu wenye ulemavu wa aina moja? Mfano kama hapa sasa kama viziwi, kwa miaka ya mbeleni sasa, kwamba tunataka elimu jumuishi endelee kushika nafasi kwa faida kwamba za kitaifa, ambapo sasa tunawaunganisha wote na wenyewe wanajiona ni sehemu ya jamii, ili kuna haja kuziondoa hizo shule. Yani mimi kwa mitazamo na kwa sera ambazo zipo, na tuseme kwamba sio sisi tu, sasa kimataifa pia nadhani elimu jumuishi
ina umuhimu zaidi tofauti na kuwaweka hivi. Kwa nini nazungumza hivi? Kuna faida nyingi sana Beni ambazo, kwa sababu ukiwaweka hivi ina maana kuna vitu ambavyo wanavitaka tu kutoka kwa walimu ambao wanakuwa na interact nao, aidha labda kwa wanafunzi wenzao tu ambao as the same na yeye. Si unanielewa? Yani kama labda hasikii, basi atajifunza pia kwa yule ambaye hasikii. Kwa hiyo kuna maarifa ambayo tunayaweka ukomo, tunayalimiti. Akitaka kujifunza vitu zaidi, labda ajifunze kwa mwalimu ambaye anakuwa anawafundisha, ana interact nao. Sasa je, hata kwa wewe Beni, hawa watoto wangekuwa wapo inclusive, wapo kwenye elimu jumuishi na watoto ambao hawana ulemavu wa aina yote, hauoni kwamba kuna vitu ambao wangekuwa wanajifunza tofauti na darasani? Okay. Katika mazingira tu halisi ambao wanakuwa wanaishi, katika interaction zao wanazokuwa na interaction zewetu hata wanapokuwa wanazungumza wao kwa wao. Unajua mimi huaga napitaga hapa muda mwingine hapa Viziwi, let's say labda unawakuta wamekuja huku, labda wanachukua labda vyakula, wanafanya nini, labda wanafanya usafi. Huaga pia najaribu kuwaona zewe wanavyokuwa na interact wao kwa wao, cha kwanza. Lakini pia aidha labda na kwa watu ambao wanakuwa wanapita, huaga wanatamani sana wale watu ambao wanapita waweze kushare nao mawili matatu. Lakini kwa sababu jamii zetu zina mitazamo fulani, unajikuta wale watoto wanakuwa hawazingatii. Anaweza kumzingatia ndani ya dakika moja, dakika mbili, ashapita na mambo yake, kashaondoka. Yes, lakini kumbe mtoto anakuwa anatamani zaidi kwamba watu natamani nipige nao hata niwaulize maswali mawili matatu hata ndani ya dakika 5 ili niweze kupata kitu. Lakini unakuta sasa anakuwa anaona kama vile unampotezea muda hivi kwamba bwana kama vile ukimuuliza jina, muda mwingine unakaa pale njiani, kimkuta pale maskini ya Mungu hawana lugha. Wanajaribu kuongelesha kwa ishara nini, pengine unaweza lakini unakuta mwingine haelewi ishara, anamwambia tu nipo poa, anapita. Yaani mtu kalili salamu tu kwamba bwana mimi nipo poa sana, alafu anapita anaendelea zake. Sasa kuna vitu anaendelea kumuuliza kwamba labda 1 2 3, unajikuta ule mtu fani nini haelewi. Kwa namna moja au namna nyingine tunakuwa tunawalimiti. Ndio maana hata leo hii ukisikiza sera za serikali hazihimizi kuendelea kujenga unity za kuwatenga peke yao, kuwaweka peke yao. Bali sera ya serikali sasa hizi inahamasisha zaidi inclusive au elimu jumuishi. Sawa sawa. Ndio maana hata nakumbuka kuna siku moja mahafali, achana hii mahafali iliyopita, hii ambao wamefanya sasa hizi hapa Mukta. Ile mahafali ambayo ni 2020 ngapi? 23? Yes, 23 alikuja waziri wa elimu hapa. Alikuwa kama ndo mgeni rasmi. Kuja mgeni nani waziri wa elimu. Hakuzungumza hata sentensi moja ya kusema kwamba vituo viendelee kujengwa vya hawa watoto. Bali aliendelea kuhamasisha kwamba tunaendelea kuhamasisha elimu jumuishi Tanzania. Kwa nini? Cha kwanza walishukuru, wakakishukuru kichuo cha Sentimia au cha Sauti kwa kuendelea pia kutoa hii elimu jumuishi, kuendelea kufua wataalamu mbalimbali ambao wataendelea kwa elimu jumuishi. Ndio maana pia hata sisi hapa ukienda hapa sio kwamba mtu anakuwa yupo specialized tu kwenye ile swala la kwamba huyu mtoto labda anakuwa asikii afanye nini. Hapana. Yaani kigezo kilichopo pale, chukua somo la kufundishia lakini pia chukua specialization. Okay. Ina maana wewe unakuwa ni mwalimu competent ambaye tunakuandaa kwa mwalimu wa inclusive. Okay. Ambaye unaweza kuhandle darasa. Kama labda ni mwalimu wa Kiswahili let's say, utakutana na walimu na watoto ambao aidha hasikii, aidha haoni. Sasa unaandaliwa kwa yote hayo kwamba wewe unaenda kuandaliwa ni mwalimu wa elimu jumuishi, sio mwalimu wa kitengo maalum. Si unanielewa? Kitengo maalum saizi kinaenda kuwa ni swala la watu ambao tunaita matherapists, ambao wanaenda kushirikiana na walimu kwenda kuhakikisha kwamba mtoto aidha ngoja nimalizie swala kulingana na muda, kwamba ndio maana hata
kuna hawa watoto wenye ulemavu wa akili na usonji. Acha niwazungumzie hawa kwa sababu hawa ndo wanatengwa zaidi. Wanawekewa vituo vyao. Hao wengine ambao wana uoni hafifu na ambao hawaoni kabisa, viziwi, wenyewe kidogo at least inclusive inazingatiwa. Lakini hawa ambao wana ulemavu wa akili na usonji mara nyingi sana wanakuwa wakiweka kwenye vituo. Lakini kwa hivyo vituo vinakuwa na hatua 3. Naomba nisikilize hapa. Vinakuwa na hatua 3. Vinakuwa vina hatua ya kwanza ambapo mtoto ndo anakuwa amechukuliwa. Wanaanza kumtrain, wanaanza kumfundisha, kumwelekeza. Wakimwona ukaimprove wanampeleka hatua ya pili. Anakutana na vitu vya hatua ya pili. Atenda pia watamuelekeza. Wakimwona hatua ya pili kama master, wanampeleka hatua ya 3. Hatua 3 beni ukimwona hauwezi kujua kwamba huyu mtu ana ulemavu fulani. Akishafuzu hatua ya 3, anapelekwa inclusive. Sio mtaani. Anapelekwa nini? Inclusive. Ina maana vituo vinamuandaa mtoto kutoka kwenye ile hali ya kuwa mtegemezi kabisa kumpeleka kwenye elimu jumuishi. Sawa. Yeah. Na dakika ya 37 mara baada ya saa 3 kamili tuko na safari. Tunaendelea kusafiri pamoja katika kipindi cha Amka na Tabora FM, tukiwa sehemu moja wapo ya sehemu ambazo zinaunda kipindi hiki na ni mjadala. Tukirudi tunataka kusikiza Mahona vizuri sana, kusikiliza na yapo mengi ya kuuliza, lakini nianze na swali hili kwa Yefta. Kabla tujazungumzia kwa upande wa ngazi ya jamii faida ambazo jamii inaweza kunufaika kutokana na elimu jumuishi, tuje sasa kutazama. Amezungumza vizuri Mahona, amesema kwamba kwa sasa anaona kipaumbele kikubwa kinawekwa ni kuhakikisha kwamba kuna kuwa na elimu jumuishi. Hawasisitizi tena kuhusiana na kujengwa vituo vingi vinasalatu vilivyopo, lakini kipaumbele kinakuwa ni kuhimiza kwamba kuna elimu jumuishi. Na moja ya kauli ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa, siku moja alikuwa anazungumza kwenye shule fulani, alikuwa anazungumza, anasema kwamba msiwatenge wenzenu wenye ulemavu. Anawaambia wanafunzi kwamba wapendeni na wajione ni miongoni mwa jamii. Sawa, kauli hiyo ni miongoni mwa kauli ambazo zinaendelea kuhamasisha. Sasa swali langu linakuja ni kwamba kwa wale tuzungumzie sasa kwa swala la elimu, hasa kwenye vyuo ambavyo vinazalisha walimu ambao wanaenda baada ya kuhitimu masomo yao, taaluma zao, wanaenda kuwa walimu kwa ajili ya kufundisha watoto na wanafunzi wengine maeneo mbalimbali. Kuna huo ulazima sasa Wizara ya Elimu kuweka taaluma au tuseme mafunzo ya ishara au wanasema special education, kwamba kuwa ni lazima kwa mwalimu anayechukua wanasema hii tuseme hii taaluma ya elimu, kwa shule mimi nataka nisome kuwa mwalimu. Kuna ulazima sasa huyu mwalimu lazima awe na mafunzo ya ishara au elimu maalum kwa sasa hivi. Kwa sasa hivi ukifuatilia sera ya elimu ambayo imefanyia marekebisho mwaka 2024 inazungumza kwamba kwa mwalimu yeyote inabidi anapoingia kwenye mfumo wa ajira au amesoma lugha ya alama na nukta nundu, lugha ya vipofu. Sawa. Kwa hiyo kuna mwongozo wa hivyo ambao unajaribu kuelekeza hivyo, japo utekelezaji wake bado sijajua kwa sasa, lakini ukifuatilia education policy ya Tanzania, sera ya elimu ya mwaka 2013 ambayo imefanywa marekebisho 2024, kuna kipengele hicho kinazungumzia lugha ya alama na nukta nundu kwa walimu. Kwa sasa hivi utekelezaji tu bado ndo haujakaziwa pale kwamba mkazo ni lazima, kama tunavyonaga maswali kwenye mitihani, swali la 3 ni lazima. Ndo haijafikia hapo eti. Sasa hicho kipo kwa sababu serikali mpaka inapoamua kuweka kwenye sera ya elimu kitu kama hicho, manake kuna utekelezaji. Na si hilo, tukiangalia hata mwaka 2019 kwa hilo la waziri mkuu aliwahi kutoa speech ambayo ilikuwa ikihamasisha kwa hawa wa lugha ya alama kwamba inabidi sasa waboreshe mitaala, waboreshe na kamusi ya lugha ya alama, ambayo ndo sasa hivi tunaona mwaka 2021 ilitoka kamusi ya lugha ya alama ya kitaifa, ambayo kamusi hiyo ipo kwa mfumo wa Kiswahili. Kwa hizo zote ni jitihada za serikali kuhakikisha kwamba hii elimu jumuishi sasa inashika kasi.
Na elimu jumuishi kwa sasa hivi tukizungumzia hizi special school au hizi unity kama hapo Viziwi, kwamba unakuta wanasoma watoto wa aina moja, ulikuwa ni mfumo wa zamani. Sababu ukisoma history walianza hawa watoto walemavu walianza kuhudumiwa na vikundi vya madini, vikundi vya dini, madhehebu, ikiwemo Roman Catholic pamoja na madhehebu ya Kimanki. Hapo takutana na watu kama wakina Lepe kwa upande wa lugha ya alama, michango yao, wakina Joan Pablo ambao walikuwa ni mamanki, michango yao. Kwa hiyo zilianza kama taasisi za dini, na hizo ilitokana na zile wanafalsafa wa Kigiriki na falsafa zao, kwamba walikuwa na watenga walemavu, wakawa wanawaua, wakawa wanasema kwamba ni watu ambao hawajakamilika, hawajaumbwa na Mungu kwa ukamilifu, kwa sababu uumbaji wa Mungu ulikuwa ukamilifu. Kwa hiyo zile zana zikasababisha watu wakawa wanawahalansi, wanawatupa, wanawatenga. Mtu akizaa kiziwi wanaona kama ni mtu wa kutupa, wa kutenga, kwa hiyo kwa wanawaua. Vikundi vya dini vikaingilia kati, vikawa vinawachukua, vinawalea. Lakini baada ya hapo ndo zikaja hizi shule maalum sasa, ambazo hizi shule maalum ndo kama hiyo unakuta kwamba sehemu fulani wanasoma viziwi tu, sehemu fulani wanasoma wenye usonji, wakawa wanatengwa. Lakini baada ya hapo zikaja hizi unity, vitengo katika shule za kawaida. Unakuta kwa mfano kama hapo chini kwa mfano niseme Bukoba. Bukoba kuna shule ya msingi Tumaini kwa kule. Ukienda pale shule ya msingi Tumaini, kwa ndani kuna kitengo ambacho kile kitengo unakuta kina hatua ya kwanza, ya pili na ya tatu kwa wenye usonji na wenye ulemavu wa akili. Wakaanza kuingiza vitengo kwenye shule za kawaida. Hayo yote yalikuwa ni mabadiliko. Lakini baadaye serikali kaona bado hivi vitengo havitoshelezi, inabidi hawa watoto wachangamane na watoto wa kawaida katika kujifunza. Ndio hii elimu jumuishi sasa. Kwa hiyo elimu jumuishi kwa sasa hivi ni current. Kwamba ni zao la jitihada za serikali, ni zao la jitihada za serikali na waliotangulia. Lakini kwa sasa ni kama leo tunavyosema kwamba kulikuwa na analogy, sasa hivi kuna digital, sasa hivi kuna 5G. Yani ni elimu ya kisasa. Ni elimu ya kisasa. Sawa. Na naona kuna sehemu moja wote wawili umezungumza kwa kufanana. Umezungumza sera ya elimu ya mwaka 2024 kwamba kuna kipengele inahimiza hivyo kwamba mwalimu lazima asome lugha ya alama, lakini pia na nukta nundu. Mahona naye amesema katika kauli yake, amesema kipaumbele kinakuwa sana kwa hawa wenye kusikivu pamoja na kutokuona, vipofu, lakini kwa watu wenye usonji na ulemavu wa akili kama wanawekwa. Kwa nini na wenyewe hawajajumuishwa kwenye nani? Labda mshaye kufikiria kwa nini hawajajumuishwa kwenye sera hii ya mwaka 2024? Sasa hilo kwa mfano unapozungumzia hawa viziwi na vipofu, wako tofauti kidogo na hawa wa ulemavu wa akili, kwa sababu wao kichwani wanakuwa wako vizuri, uwezo wa kujifunza wanakuwa sawa na wewe wa kawaida. Shida inakuwa ni tafsiri, kwamba yeye hawezi kusikia, lakini akisikia uwezo wa kutunza kumbukumbu na uwezo wa kuelewa vitu anakuwa sawa na mtu wa kawaida. Kwa hiyo kwa mwalimu wa kawaida kimtengenezea tu modality au njia ya kujifunza, yani njia ile ya alama, yeye anajifunza vizuri kabisa kama mwanafunzi wa kawaida. Ndio maana utaona hawa vipofu na viziwi wanasoma mpaka chuo kikuu, hata hapa Mukta tuko nao wanasoma. Lakini kwa hawa wa usonji na nani ni changamoto kubwa kufika chuo kikuu. Sawa. Tunaendelea na sehemu sasa ya pili, kutazama faida au muhimu wa elimu jumuishi kwa ngazi ya jamii. Asante ndugu mtangazaji. Faida za elimu jumuishi kwa ngazi ya jamii, hapa tunazungumzia sasa jamii kiujumla, kwamba inaweza kafaidikaje sasa na hii elimu maalum. Haina maana kwamba hizi shule maalum au unity hazina faida, zina faida, ila kwa leo tunaangazia elimu jumuishi. Faida ya kwanza ni kujenga mshikamano wa jamii, kwamba hii elimu jumuishi inajenga mshikamano wa jamii. Inajengaje mshikamano? Kupitia watoto ambao wana ulemavu na watoto ambao hawana ulemavu kusoma pamoja, inaleta mshikamano, inaleta kuheshimiana, inaleta kuvumiliana, inaleta kushirikiana katika mambo mbalimbali, ambayo matokeo ya ule ushirikiano katika kazi mbalimbali na ule mchangamano inajenga mshikamano wa kijamii. Kwa sababu kabla ya hii elimu jumuishi, kwa hizi shule za kawaida za special schools au unit ambazo unakuta washirikiani, unakuta zinatengeneza matabaka. Ukienda hata kwenye zile shule zenyewe
kama ni mwalimu au ni mzazi, utaona kabisa kuna namna wale watoto wanakinzana, wanatazamana. Utakuta mara hawa watoto wa kawaida wanakuja wanaiba puzzle, si wanafanya hivi na hivi, wanasema hawa wajinga, si wanasema si hawa wako hivi. Wanasema maneno ambayo sio mazuri na unakuta washirikiani nao wanawatenga. Kwa hiyo hizi elimu jumuishi, kile kitu cha kuwachanganya pamoja kitatengeneza mshikamano kuanzia kwa wale watoto na jamii kiujumla. Kwa sababu wale watoto tunaamini ndio jamii ya kesho. Kwa hiyo wakishikamana, wakawa wanaishi kwa pamoja, wanashirikiana huko mashuleni, tunaamini hata jamii ya kesho na kesho kutwa, sisi baada ya kutoka, labda umri umeenda, labda tukazeeka au tukatoka, itatokea jamii yenye mshikamano baina ya walemavu na watu wa kawaida. Hilo litakuwa ni zao la elimu jumuishi. Kwa hiyo inaleta mshikamano wa jamii. Lakini cha pili ni kupunguza unyanyapaaji na ubaguzi. Kumbuka hawa watoto waga wananyanyapaliwa. Watu wengi wakiwaona, unakuta hata mashuleni, kwa hawa watoto unakuta wanasoma pamoja, sio nini, wakiwaona unakuta wanasema wale wajinga, wale wako hivi na hivi, wananyanyapaa, wanawabagua, wanaona kama vile hawana lolote. Kwa kupitia elimu maalum sasa itawatoa kule kwenye vile vitengo ambavyo vinawajengea mipaka na kuwaweka pamoja. Matokeo ya kuwekwa pamoja, ule ubaguzi na kunyanyapaana tunaamini kwamba utaisha. Na hiyo itakuwa ni faida ya hii elimu maalum. Ndio maana tunasisitiza kwa sasa elimu maalum ichukue kasi. Lakini cha tatu ni kukuza maadili ya huruma, uvumilivu na heshima. Kukuza maadili ya huruma, uvumilivu na heshima. Kumbuka kabla ya hizi elimu jumuishi kuna watu walikuwa hawezi kuhurumia walemavu. Kabla ya kuchangamana kuna watu walikuwa yani wakimwona mlemavu walikuwa wanaona kama ni mtu yana ambaye stahili hata heshima. Yaani unamkoza kwa mfano kama mimi na miaka 30. Unakuta labda mlemavu ana miaka 40. Labda hatembei. Yaani hata ile heshima yetu sisi wa Tanzania kusema kwamba shikamoo, unaona hili lijinga hili hamna chochote. Huyu mjinga hamna chochote. Kwa nini? Misingi aliyoipata kule mwanzo haikuwa ya kuchangamana. Na misingi niliyoipata mimi kipindi nasoma haikuwa ya kuchangamana. Kwa hiyo hii elimu jumuishi haitaangazia tu kwa wale watoto ambao wana ulemavu. Hata wale wa kawaida watakuwa na notion au attention fulani kichwani kwamba kumbe huyu mtu bwana ni kama sisi. Huyu mtu anaweza kusoma. Huyu mtu kumbe anaweza kufanya hivi na hivi. Kumbe huyu mtu anaweza kawa hivi na hivi. Kwa hiyo haitajenga maendeleo ya uchanya kwa yule mlemavu tu, ila hata kwa huyu wa kawaida sasa atajua namna gani ya kushare naye, atajua namna gani ya kuishi naye kupitia huu jumuishi, kwamba atagundua changamoto mbalimbali kwamba huyu ni mlemavu wa akili, let's say kwamba pamoja na ulemavu wa akili anaweza kufanya 1 2 3, lakini ili niishi naye vizuri huyo mtu labda hatakiwi kuudhiwa, inabidi ambiwe polepole, inabidi ambiwe hivi, anakuwa na madhaifu ya hasira. Kila binadamu ana mapungufu yake na ana madhaifu yake. Huyu labda ana madhaifu ya hasira. Ukimwambia kitu hivi au kumlazimisha anakuwa na hasira, analiact sana. Kwa hiyo kupitia ule ujumuishi kwa jamii sasa watu wa kawaida watakuwa wanajua kwamba huyu inabidi niishi naye hivi. Kwa hiyo itamfaidisha hata huyu wa kawaida katika kutengeneza heshima na uvumilivu. Kwamba huyu labda hawezi kuvumilia jambo fulani anapokuwa na hasira, labda unapoambiwa hivi hawezi kuvumilia. Kwa hiyo itatengeneza intention kwamba nimvumilie, ni mapungufu yake kwa sababu na mimi na mapungufu yangu. Lakini hiyo yote itakuwa ni zao la elimu jumuishi. Lakini cha tatu ni kuongeza ushiriki wa watu wote katika shughuli za kijamii. Nadhani ukifuatilia hata kipindi cha kampeni, kipindi cha uchaguzi, unasikia kwamba hata walemavu waende kupiga kura, waende kufanya nini. Sasa hilo ni zao la elimu jumuishi, kwa sababu hata kupiga kura na kwenyewe mida mingine kunahitaji elimu, kusikiliza sera, kupambanua mambo, kwenda kuandika, kuweka tiki, kusaini mikataba mbalimbali, kutoa hoja katika vikao vya kijamii, kutoa hoja katika mijadala mbalimbali ya kijamii. Niliona hata mmoja mlemavu mmoja wa macho wa chuo kikuu cha Dar es Salaam anasomea kitu kama sheria. Alikuwa akitoa sera hata kwenye media, anasema mambo mbalimbali, tena mambo mazuri kabisa, akizungumzia katiba, akizungumzia na mambo mengine. Nikaona hili ni zao la elimu jumuishi, kwa sababu amepewa nafasi ya kuchangamana na watu na akapewa nafasi hata kutengeneza hoja kule, kwa sababu ubora wa mtu unajengeka kwa mazoezi. Hamna mtu aliyeanza kwa ubora, watu wanaanzia chini. Kwa hiyo hii elimu jumuishi unakuta inawapa mawanda
ya kutoa sasa vile vipawa vyao au vipaji vyao, hatimaye unakuta sasa ushirikiano katika shughuli za kijamii au ufanisi katika miradi ya kijamii unakuwa ni mkubwa. Lakini cha nne ni kuimarisha mahusiano ya kifamilia na kijamii. Elimu jumuishi inasaidia kuimarisha mahusiano ya kifamilia. Inaimarishaje? Mtoto anapokuwa ameenda shule, kuna vitu mbalimbali anajifunza. Anajifunza heshima, anajifunza kusalimia wakubwa, anajifunza ustaarabu mbalimbali wa maisha ya kawaida. Kwa mfano kama hawa watoto wa usonji na ulemavu wa akili, kule wanafundishwa sana life skills, adaptive skills, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanapata maarifa ya kuchangamana na maarifa ya kila siku, ya kazi za kila siku za kimaisha. Lakini vile vile ni kuimarisha mahusiano ya kijamii, kwamba wanajamii sasa, yule mtoto akishaenda shuleni, hizi shule za jumuishi, atapata maarifa ya kuweza kuishi vizuri katika jamii kupitia kwamba ile elimu jumuishi tamfanya yeye aweze kushiriki mambo ya kijamii sawasawa kwa kujiamini na kwa ufasaha. Kwa hiyo hilo lote itakuwa ni zao la elimu maalum. Lakini kingine ni kuweka misingi ya jamii jumuishi ya baadaye. Kwamba tunaamini sasa huyu mtoto mwenye ulemavu atakapopelekwa kwenye shule jumuishi, hata vizazi vijavyo tutakuwa tumeshatengeneza msingi wa elimu jumuishi. Ina maana hatutasumbuka. Kwa mfano kama sasa hivi anaweza kuchukuliwa mtoto mwenye ulemavu labda usonja kapelekwa labda kwenye shule jumuishi, ukakuta mazingira yale yanamhalance, kuanzia labda walimu labda ambao sio maalum au walimu wa kawaida, walimu wengine unakuta hawana hiyo notion, yani uwezo wa kuvumilia, kwa sababu kuna mambo mengi unakuta wanayo tofauti na wanafunzi wa kawaida. Kwa hiyo tunaamini kwamba tukishatengeneza misingi sasa, hawa watoto kuwa wanasomea kwenye shule za kawaida, hata jamii ijayo itakopi hicho kitu. Kwa hiyo itakuwa ni zao la elimu jumuishi ambayo imeanzisha kwa sasa hivi. Kwa hiyo itatengeneza misingi ya elimu jumuishi endelevu kwa vizazi vijavyo. Lakini kingine ni kubadilisha mtazamo wa jamii kuhusu uwezo wa watu wenye ulemavu. Kubadilisha mtazamo wa jamii kuhusu uwezo wa watu wenye ulemavu. Sasa hii elimu jumuishi sasa inaenda kuchochea sasa vile vipawa na ule uwezo wale watu. Kumbuka kila mtu ana uwezo wake, kila mtu ana kipawa chake, kila mtu ana kipaji chake, kila mtu ana talanta yake. Kwa hiyo hii elimu jumuishi sasa inampa fursa ya yeye sasa kuanza kuonesha ule uwezo wake au kunyumbua kile kipawa chake alichonacho, ambao matokeo ya kile kitu sasa jamii itaanza kujua kumbe hawa watu pamoja na kuwa walemavu bado wana uwezo wa kufanya jambo fulani. Bado wana uwezo wa kudesign kitu fulani. Kumbe pamoja na kuwa ni mlemavu labda wa akili, bado ana uwezo wa kujenga nyumba nzuri, bado ana uwezo wa kufanya mambo fulani, bado ana uwezo wa kutengeneza kitu fulani, bado ana uwezo wa kutengeneza kitu cha ajabu kwa ajili ya maendeleo ya kijamii. Tukikazia hapo kwenye kuonesha uwezo na nadhani kwamba pia heshima inaweza ikatokea, yani kwenye jamii, kwamba watu walikuwa na mdharau yule mlemavu, lakini wakiona, kwa mfano hata kama mnasoma pamoja, unamwona mtu kama vile bongo lala fulani, lakini ukija mtihani akapiga AA zote, matokeo yake sasa wataanza kuona kumbe fulani, kwamba wewe utafanya nini na wewe sasa kitu gani, kumbe jamaa ni bora sana. Kwa heshima inaanza kutambulishwa na uwezo wake sasa ambao yuko nao. Lakini tukisalia pale tuelekea kuhitimisha kipindi chetu hapa. Yefta, umezungumzia swala la ushiriki pamoja na wamesema kuna kitu. Ngoja turudi kwenye swala la ushiriki sasa, kwamba hawa watu kwenye jamii unaanza kwamba kutokana na elimu jumuishi, basi kutakuwa na ushirikiano sasa kwenye jamii pamoja shughuli za kijamii. Umesema tuelea mfano kupiga kura. Sasa mimi swali moja, kuna baadhi ya maeneo ukienda kwenye taasisi mbalimbali za serikali au binafsi, unaweza ukakuta kuandikwa walemavu na labda wazee, watu wenye mahitaji maalum ndio kipaumbele. Hatuoni kwamba sasa bado tunaendelea kuwabagua kwamba watu watakiwa wapewe sana kitu, wasijumuike tu kwamba panga
mstari wa kawaida, apange mwingine, inawaonekane kwamba yani tupo kwenye kundi moja, lakini sisi hatupewi kipaumbele, hatutengwi kwa kuwekwa mbele sana au nyuma sana. Hilo hapo kwa kweli limekuwa likifanyika. Na hilo tunaweza kusema ni kama utamaduni wetu. Utamaduni, kwa sababu mzee hawezi kusalimia kijana. Lakini mimi sidhani kama ni vibaya mzee kusalimia kijana. Kwa sisi tunaamini hivyo, kwamba mtu mkubwa kwa mtu mdogo akimsalimia ni kama vile inakuwa haimeki sense, inakuwa kama nani. Kwa hiyo hili swala la kipaumbele lipo. Lakini hilo ni kwa sababu ya utamaduni wetu. Lakini kwenye elimu jumuishi sasa wote tunawachukulia sawa. Wote tunachukulia sawa. Manake kama ni foleni hospitalini, mtu ambaye ana tatizo na mtu ambaye hana tatizo wote wanakuwa sawa. Sawa. Lakini usisahau kuna utamaduni wetu. Utamaduni wetu, sawa, utamaduni wetu na utaratibu wetu. Lakini kwenye elimu jumuishi wote wanakuwa sawa. Labda kinachoongezeka ni accommodation na modification. Okay. Ukiwa na maana gani? Yani ni nyongeza ya vitu au mabadiliko ya vitu. Kwa mfano kama kwenye mitihani, kwa hawa ambao unakuta labda wana ulemavu wa akili, anaweza kuwa ameenda labda shuleni, labda yuko darasa la 7 anafanya mtihani. Sasa spidi yake ya kuandika unakuta labda wengine ni ndogo. Okay. Kwa hiyo mtihani unaweza ukawa ule ule, lakini huyu akapewa saa moja, huyu kawaida, lakini yule ambaye ni mlemavu akapewa masaa mawili. Okay. Lakini mtihani unakuwa ni ule ule. Sawa. Lakini vile vile inaweza isiwe hivi, kafanyika labda modification, labda wakawapa mtihani labda ni 1+1 au 10+20 labda. Huyu akamwambia andike, huyu mwingine akamwambia labda ajibu kwa mdomo. 10+10 ni ngapi? Huyu akajibu. Lakini swali linakuwa lile lile. Ila njia za kujibu sasa zinakuwa ni tofauti. Okay, lakini uelewa unapimwa ule ule. Tunahitimisha sasa na wito mfupi sana kwa sababu dakika chache sana. Wito wako sasa kwa watu ambao sasa wito wako ambao natamani tusikie ni kwenda moja kwa moja kwa watu wenye ulemavu. Sasa kuna watu wenye ulemavu wako kwenye jamii wanaamini kwamba hawawezi kitu. Unaona, asema yani kila jambo likitokea anajilaumu, yani Mungu zame amenitengeneza hivi, Mungu ameniumba hivi, anajionea kasoro mwenyewe. Wito wako Mahona pamoja na Yefta, mmoja wapo wito wake mfupi sana kwa watu hao. Mimi kwa ufupi naweza kusema kwamba jamii kama jamii sasa, kwa pointi yangu ya mwisho kwamba kubadilisha mtazamo kuhusu uwezo wa watu wenye ulemavu. Tubadilishe mtazamo kuhusu uwezo wa watu wenye ulemavu, kwa sababu wengi wanaamini kwamba mtu akishakuwa na ulemavu hawezi kusoma, hawezi kufanya lolote. Ndio maana ukifuatilia historia, hata kuoa, hata kumiliki mali walikuwa waruhusiwi kwa zamani. Lakini sasa hivi mambo yamebadilika. Kwa hiyo jamii ibadilishe mtazamo. Kwa sasa watambue kwamba kipofu ana uwezo wa kusoma, kiziwi ana uwezo wa kusoma, kiziwi ana uwezo wa kuwa na fani na ikamsaidia ile fani kupata kipato na kuondoa utegemezi kwenye jamii.